Mashabiki wa Simba wana majonzi, viongozi wamesalia na maswali baada ya kupoteza nafasi ya kubeba ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika. Lakini katikati ya huzuni hii, moto mpya unawashwa Msimbazi, moto wa mageuzi na kulipiza kisasi kwa njia ya mafanikio makubwa. Simba ilipoteza fainali ya kombe la shirikisho Afrika mbele ya RS Berkane ya Morocco. Licha ya kutoka sare ya 1-1 nyumbani, wekundu hao wa Msimbazi walipoteza ugenini kwa mabao 2-0 na kufanya matokeo ya jumla kuwa 3-1 dhidi yao. Hii inamaanisha Simba imeshindwa kubeba taji hili kwa mara nyingine, baada ya awali kulikosa kombe la CAF katika fainali dhidi ya Stella Abidjan ya Ivory Coast. Mipango ya benchi la ufundi na usajili mkali. Kutokana na kukwama kuandika historia, benchi la ufundi chini ya kocha mkuu wa Simba, Fadlu Davids, limewatuliza wana Simba. Davids, ambaye ni kocha wa kwanza wa kigeni kuifikisha Simba fainali ya klabu ya CAF, amesema, "Tumepambana hadi mwisho. Tulikuwa na ndoto kubwa, lakini mpira unafundisha. Sasa tunarudi nyuma kidogo. Si kwa ajili ya kukata tamaa, bali kuchaji upya. Lazima tuwe tofauti msimu ujao." Simba tayari imeshakata tiketi ya kucheza ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao, ikiwa na uhakika wa kumaliza nafasi 2 za juu za ligi kuu bara msimu huu. Hii ni baada ya kuikosa michuano hiyo na kuangukia kombe la shirikisho kutokana na kumaliza nafasi ya 3 msimu uliopita. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ndani ya klabu, tayari uongozi kwa kushirikiana na benchi la ufundi umeandaa ramani ya usajili inayoonyesha Simba haitaki tena kuwa mshiriki wa kawaida Afrika. Timu hiyo inatarajia kufanya usajili makini wa wachezaji kati ya 3 hadi 4 wa daraja la juu, ikilenga ubora kuliko idadi. Kipaumbele kikubwa kimetajwa kuwa ni kiungo namba 10. Ingawa Charles Jean Ahoua ameonyesha kiwango bora, Simba inataka mchezaji mwingine mbunifu, mwenye uwezo wa kusukuma mashambulizi, kutoa pasi za mwisho na kuamua matokeo kwa akili na ufundi. Je, unaamini Simba itaweza kufikia malengo haya na kung'ara kimataifa msimu ujao? Endelea kufuatilia DTZ Media kwa taarifa zaidi.